Haleluya, haleluya, haleluya. Ni siku nyingine nzuri, siku aliyoifanya Bwana, nasi tutaishangilia na kuifurahia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninayo heshima kubwa na unyenyekevu wa pekee kumshukuru Mungu kwa ajili yako wewe popote ulipo unayetufuatilia kwenye channel yako pendwa ya Bado Kuna Ushindi TV kwa kipindi kizuri cha Tunu za Maisha. Anayekuletea ujumbe wa asubuhi ya leo ni mimi rafiki yako na ndugu yako mtumishi wa Mungu Daniel Anthony Kitua, nikikuletea mubashara kutoka Dodoma nchini Tanzania. Ni mwaka wa ushindi, huu ni mwaka wa baraka sana. Basi pamoja nami anayenisababisha niweze kuwa mbele yako ni mtumishi wa Mungu ambaye yuko nyuma ya kamera, anaitwa Bahati Mkulia Son. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunaendelea na kipindi chako pendwa kwamba makuzi ya mtoto ni silaha hatari katika anayoitumia shetani kuharibu hatima za watu. Ni silaha hatari makuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumza makuzi ni zile hatua za mtu kukua kutoka eneo fulani kwenda eneo lingine. Mstari wetu mama ni ule unaosema unaopatikana katika kile kitabu cha Mithali sura ya 22 mstari wa 6. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kabla ya kukuletea hili, naomba nikuletee tangazo fupi kabisa kwamba tunategemea kuwa na kipindi cha live ambacho watu watakuwa wanapiga simu na tutaongea ama kuleta message kwa ajili ya shida zao au na nini wanataka kuombewa au wana maswali gani, na sisi tutayajibu. Kwa hiyo tutakuwa hewani. Kuna siku nitakuwa mimi mtumishi wako, lakini kuna siku atakuwa mtumishi wako Nabii Esther katika kipindi hicho pendwa kitakachokuwa. Tutafundisha na baadaye utauliza maswali, lakini pia tutakuwa na siku maalum ya kuomba na wewe utapiga na Mungu atakubariki sana. Basi ili tuende kuanza siku ya leo, tuombe. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Ninambariki mtumishi wako popote alipo anayetufuatilia na kusikiliza kipindi hiki pendwa cha Tunu za Maisha katika channel ya Bado Kuna Ushindi. Nisaidie kuleta ile siri iliyofichika, lakini Mungu fichua maisha yake na mpe ufahamu kujua anapaswa kushinda kwa kuwa wewe ulishinda, kwa jina la Yesu. Nibariki na nipe hekima na neno lako kwenye kinywa changu, niseme hizo siri ulizoziweka moyoni mwangu katika jina la Yesu. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tulisema hatua za maisha. Haleluya. Nikasema katika kile kitabu cha Isaya 43 kwamba Mungu alikuita kwa jina lako. Wewe sio kazi ya kukurupuka. Wewe ni kazi iliyoratibiwa vizuri na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Mungu ni Mungu wa utaratibu, na kwa sababu hiyo basi anapenda mambo yake kuyaweka kwa utaratibu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumza makuzi ya mtoto hayaanzii alipozaliwa. Makuzi ya mtoto, ngoja nikwambie, yanaanzia mbali zaidi. Unajua kwa nini Mungu alisema mtu akipata mke amepata kitu chema, amejipatia kibali kutoka kwa Bwana? Maana yake ni kwamba Mungu anajua atakayezaliwa ana sifa gani, atakayezaliwa ni mtu wa namna gani. Na ndio maana hata wakati anatabiriwa Yesu atazaliwa, tabia na hali na jinsi itakavyokuwa tayari iliwekwa wazi. Mama atakayebeba ujauzito wake alikushaambiwa tabia na namna atakavyokuwa. Kwa hiyo Mungu hafanyi vitu kwa kukurupuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatima yako imejengwa katika mapenzi ya Mungu. Pale ambapo mapenzi ya Mungu yanapoishi ndipo hatima yako inapofikia. Na ndio maana Mungu anahitaji kila jambo aanze yeye. Ngoja nikwambie, watu wa dunia wana akili sana. Mtu anapotaka kuvuna mavuno mengi, ana mambo matatu mpaka manne ya msingi anayoyatazama. Jambo la kwanza, anatazama mahali palipo na ardhi nzuri. Halafu jambo la pili, anatazama aina gani ya mbegu nzuri itakayofaa. Haleluya. Lakini jambo la tatu ni lazima aangalie, je, eneo alilopo kuna maji ya kutosha kwa kile anachotaka kukilima. Jambo la nne ni lazima pawe na mwanga wa kutosha. Ili mazao yaweze kukua yanahitaji mwanga wa kutosha. Lakini pia kuwepo na hewa ya kutosha. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haya mambo pamoja na kuangalia mazingira yaliyopo, je, kuna wadudu waharibifu na anaweza kukabiliana nao namna gani? Hizi ni hatua ambazo mkulima anayetaka kupata mavuno mazuri huwa anapata hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu wengi wameharibikiwa. Watu wengi maisha yao yameharibikiwa kwa sababu hawakutaka kuanza na Mungu. Sikiliza, wewe ni mpango wa Mungu. Wewe ni mpango wa Mungu, sio kitu kilichokuja tu. Wewe ni mpango wa Mungu. Haleluya. Wewe ni mpango wa Mungu, na ni muhimu sana kujua hii siri kwamba wewe ni mpango wa Mungu ili utembee hivyo. Kwa hiyo tunapozungumza malezi yanazingatia namna baba na mama walivyotafutana. Kwa nini? Kwa sababu tabia ya mama na baba inaweza kuathiri maisha ya malezi ya mtoto yule. Na ndio maana kama mama atakuwa amechukuliwa na baba ana afya mgogoro, kuna uwezekano mkubwa wa mtoto atakayezaliwa na yeye akawa na afya mgogoro, kwa sababu kuna tabia ambazo mtoto anadhirisi kutoka kwa mama nusu na nyingine anadhirisi kutoka kwa baba. Kwa hiyo kama mama alikuwa na shida ya magonjwa ya kurithi, manake kuna uwezekano mkubwa mtoto atakayezaliwa tena naye akarithi hayo magonjwa, na kwa sababu hiyo ikawa njia mojawapo ya kuharibu mustakabali wa hatima yake huko mwishoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo hatua njema kabisa inaanzia kwa wazazi wao. Haleluya. Ngoja nikwambie, kuna kisa kilichojificha hapa na inawezekana sio rahisi kukielewa. Ni juu ya Daudi mfalme. Daudi aliahidiwa kwamba Mungu atakuwa na uzao wake na ufalme wake utadumu milele. Lakini alipotazama watoto katika wale wanawake aliokuwa nao, watoto wake akawakuta wengi hawana akili nzuri. Alimkuta Abisalomu ni mtu wa hovyo hovyo, akakuta Amnoni hivyo hivyo, Adonia na kadhalika. Hawakuwa na sifa ambazo zingefaa kuwa viongozi wazuri wa taifa lile ambalo Mungu alimpa Daudi kama zawadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Daudi, Biblia inasema aliupendeza moyo wa Mungu. Aliupendeza moyo wa Mungu. Haleluya. Mungu siku zote huwa anatafuta watu ambao wako makini na wako tayari kuupendeza moyo wake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya malezi, tunaanzia tangu aina ya baba na mama walivyokutana na namna ambavyo wataweza kufanana katika hatima zao. Kwa sababu kama utakuwa umeanza na Mungu, obviously utakuwa pia na uzao utakao kuwa unamcha Mungu. Kwa hiyo Daudi akawa anatoa sadaka ili Mungu amnyanyulie mtu atakaye kuwa ana akili ya kuingia na kutoka kuwaongoza wana wa Israeli. Kwa hiyo Mungu alipotazama hakuna. Unaona, wakati mwingine Mungu huwa anakwenda zaidi ya akili za wanadamu. Haleluya. Na ndipo Biblia inazungumza ya kwamba Daudi akawa amebaka mke wa mtumishi wa Mungu. Haleluya. Betseba yule alikuwa ni mke wa mtu wa Uria, na kwa sababu hiyo, kwa kuogopa na kuona aibu kwamba watu wakijua itakuwaje, akamweka frontline kwenye vita kali, akafa. Lakini alipokuwa amekufa, kwa bahati mbaya alikuwa tayari ameshampa ujauzito yule binti, na kwa sababu hiyo alikuwa amezini kama wazinzi wengine tu. Kwa hiyo Mungu kwa hasira zake, yule mtoto hakuishi, akafa. Na alipokuwa amekufa yule mtoto, Biblia inasema baadaye Daudi ana opti kumuoa Betseba. Haleluya. Na baada ya kuolewa Betseba, alafu unaona Betseba anazaa mtoto wa kwanza anaitwa Solomoni ama Suleiman. Sasa nisikilize, kule kuna nini? Sikiliza, watu wanaojua kufuga kama Wasukuma na Wamasai huwa wanajua namna ya kutafuta mbegu bora, na ndio maana inaweza yakazaliwa madume mengi, alafu wanapita wanachunguza ni mbegu bora ni ipi, wana sifa wanazozihitaji. Kwa hiyo yule ambaye ni mbegu bora huwa anaachwa, wale ambao sio mbegu bora huwa wanahasiwa, wanaweza kutumika kwa kuuzwa mapema au kufanya kazi nyingine ambazo sio kuzalisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haleluya, ndivyo ilivyo kwa wafugaji wa nguruwe, wafugaji wa ng'ombe, wafugaji wa kuku. Tunahitaji mbegu bora, sio bora mbegu.
Haleluya. Kwa hiyo Mungu akawa amejibu baada ya Daudi kukosea. Si kwamba Mungu alimtuma afanye vile, lakini baada ya kukosea, Mungu alipogundua zile sifa ambazo anazitaka Daudi za mtoto wake, akagundua kwa yule mwanamke Betseba hizo sifa anazo. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema yeye alikuwa ni mtu wa kutoka huko Sidoni na Tiro, na watu wa Sidoni na Tiro walikuwa, Biblia inasema, ni watu wenye akili. Haleluya. Ukiangalia hata wana wa Yakobo, ukoo wa Iskari ulikuwa ni watu wenye akili. Kulipokuwa panahitajika mambo yanayohitaji kutumia akili, walikuwa wanakwenda kuuliza ukoo wa Iskari. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hata hizi satellite zinazoruka duniani sasa hivi, waanzilishi wa hizo satellite ambao wana hiyo hati miliki wako Marekani, ni ukoo fulani hivi ambao uwezi ukarusha satellite yoyote bila kuwasiliana nao. Wao ndio wanakwenda kwenye ile final touch, yani unamaliza kila kitu sasa na mwongozo wako, lakini sasa ili uweze kuirusha lazima wao, hatua ya mwisho, wao ndio wanaweza kufanya installation ile. Kuna kitu wanaweka ambacho hawataki watu wengine wajue. Kwa nini? Kwa sababu ni zawadi ya akili waliopewa. Haleluya. Sasa Mungu kupitia hilo jambo anamnyanyua Betseba, anamzaa Solomoni. Kwa hiyo unakuta ile Daudi alikuwa ni mtu wa kutumia maguvu na nini na nini na nini. Kwa hiyo alipopata mtu mwenye akili, kwa hiyo tunakuta ile nguvu ya hekima, kutulia na kufanya maamuzi kupitia akili nyingi, Solomoni anakuwa nayo kwa sababu ameirithi kutoka kwa mama yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ni muhimu sana kukaa na Mungu, kujua hata watoto unaotakiwa kuwa nao wanatakiwa kuwa watoto wa namna gani. Sio tu bora kuzaa watoto. Unaweza ukazaa watoto wakawa tanzi kwako. Daudi watoto wake wengine wote walikuwa tanzi kwake. Unaangalia yule Dr. Love, Amnoni anampenda dada yake mpaka anakonda, mwisho anambaka dada yake. Lakini kwa sababu Absalomu aliona kwamba aliyefanywa kitendo kile kibaya ni mtoto wa mama mwingine anaitwa Amnoni, Absalomu naye akapanga njama, akaita sherehe, akamuua ndugu yake. Kwa hiyo umekuwa ni ukoo. Kwa sababu nini? Ni mbegu mbaya. Walikuwa wengine ni wanawake wa tamaa. Kwa mfano Daudi alipomuoa Abigaili, alimuoa kwa sababu aligundua tu ana akili nzuri, lakini ana akili na huruma kwa jinsi alivyomuokoa mume wake Nabali. Haleluya. Kwa hiyo tunahitaji kutulia tunapotaka kuwa na watoto wazuri, ili tuwalee wafikie kwenye hatima zitakazo. Tumeanza mbali, tuwe na jicho la Mungu, kutafuta mapenzi ya Mungu katika kila eneo, kwa sababu mtu wa Mungu, vita ya makuzi ni hatari sana, na ni silaha hatari shetani anayoitumia, na watu wengi wameharibiwa maisha yao kwa sababu ya makuzi. Basi kwa leo, mtumishi wa Mungu, nataka tuishie hapa. Tukutane kesho tunapokuwa na uendelevu wetu wa somo hili. Makuzi ya mtoto ni silaha hatari katika inayotumiwa na adui katika hatima ya mtu huyo. Mungu akubariki sana. Haleluya. Nikuombe, endelea kufuatilia vipindi hivi, endelea kufuatilia vipindi hivi popote ulipo, kwa maana ninajua vina baraka kubwa. Kuna watu wengine wameingizwa kwenye kudanganywa hiki na kile, lakini kumbe kuna vitu ungevifahamu, ingekuwa rahisi sana kuvifanyia. Basi utakapokuwa unataka namba zetu, utaziangalia kwenye screen yako hapo. Hizo namba unaweza kuwasiliana nasi, hizo zote ziko kwenye WhatsApp. Wewe ulio Tanzania na ulio nje ya nchi ya Tanzania, unaweza kuwasiliana na sisi na ukawa na maswali yako, na tutakujibu na tutakuombea. Lakini pia tutakuwa na hicho kipindi, usisahau, endelea kukiombea. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tunamshukuru sana Mungu aliyeanza na sisi kipindi hiki na kumaliza na sisi kipindi cha leo. Ninajua mwisho wa siku ya leo ni mwanzo wa siku ya kesho, kwa siku nzuri, kwa somo linaloendelea, somo motomoto lenye kufunua siri za adui katika maisha yako. Mungu wa mbinguni akubariki sana, mtumishi wa Mungu, popote ulipo, na ninaomba uendelee kutuombea ili channel yako pendwa iendelee kufanya vizuri.